Kutoka 4Rs hadi kiongozi kinara wa upinzani kushtakiwa kwa uhaini. Nini kimetokea hapa katikati? Nikiwa mdau wa demokrasia ya vyama vingi, naiona fursa hii ya kukutana hapa kuwa ni nafasi adhimu ya kujadiliana, kushauriana na kujenga muafaka, umoja na mshikamano wa kitaifa. Kuingia kwa Rais Samia Suluhu Hassan madarakani na ahadi alizozitoa kuliibua matumaini makubwa. Vyombo vya habari vya ndani na nje ya Tanzania vilimwagia sifa kede kede, vikiamini Samia alikuwa tumaini jipya kwa Tanzania. Rais Samia akaahidi mageuzi, na kwa kweli alianza kufanya mambo yote wataka mageuzi waliotaka kuyasikia na kuyaona. Chama chake cha CCM kikafanya mikutano kadhaa ya maridhiano na chama kikuu cha upinzani. Viongozi kadhaa wa upinzani waliokimbia nje ya nchi wakarejea nyumbani. Mikutano ya siasa kwa upinzani ikarejea. Vyombo kadhaa vya habari vilivyokuwa vimefungwa vikafunguliwa. Miaka 4 baadaye, mambo yamekuwa tofauti kabisa, na uchaguzi huu mkuu umekuwa kipimo cha ahadi alizozitoa Rais Samia wakati anachukua nchi, ukilinganisha na hali halisi ya kila siku. Upinzani wenye nguvu umezongwa na kila aina ya kashikashi, hata umekwama kushiriki kamilifu uchaguzi huu. Rais Samia ameahidi kwamba katika awamu yake ya pili atafanya michakato kadhaa ya mageuzi, kwamba amedhamiria kweli kuleta mageuzi katika awamu yake ya pili, ama ni lugha tu tamtam za kampeni, si rahisi kujua hivi sasa.